Mariam Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Ndugu zangu, hii ni Pasaka. Pasaka ya Agano Jipya yenye kumaanisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumepitishwa katika siku 40 za maandalizi kipindi cha Kwaresma, tukiwa tumejikita katika mazoezi ya kusali sana, kufunga na kufanya matendo ya huruma, ambayo mkusanyiko wake au jumla wake ulikuwa unatuelekeza katika toba. Toba kwa sababu tuko wa dhambi, toba kwa sababu tunatenda mabaya, toba kwa sababu tunatenda maovu. Na kwa sababu hiyo ilitupasa na bado inatupasa kuendelea kujipatanisha na Mungu, kuendelea kujipatanisha na jirani. Lakini upatanisho huu umekuja kwa namna ya ajabu. Umekuja kwa namna ambayo imeharimu maisha ya Kristo. Kristo aliteseka, Kristo alikufa. Aliteseka na kufa kwa ajili ya nani? Aliteseka na kufa kwa sababu ipi? Aliteseka na kufa kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwa sababu ya dhambi zetu. Na katika hili ndilo lililotusukuma zaidi, kwamba kwa kuwa sisi ni wakosefu, sisi ni wadhambi, sisi ni watenda maovu, sisi ni watenda mabaya, tulikuwa na lazima na bado tuna lazima ya kila wakati kuona kuwa tuna uhusiano mzuri, tuna uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa upendo wake, mchakato huu au mkakati wa kutukomboa umeanza na Kristo mwenyewe, Mwenyezi Mungu mwenyewe, aliyetuhurumia sana, akatuona tu wa dhambi, tu wabaya, tu waovu, akaamua kuchukua hatua ya kwanza kututafuta sisi. Huu ndio upendo. Hii ndiyo huruma yake isiyo na mipaka. Hii ndiyo huruma yake isiyo na mwisho. Upendo wake usiohesabu maovu. Tuna kila sababu ya kumshukuru, tuna kila sababu ya kufurahi, tuna kila sababu ya kuwa na amani, kwa sababu tumerejeshewa tumaini, tumepewa upendo, tumepewa uzima unaotokana na neema hiyo tusiyostahili. Ndugu zangu, tumesikia habari za ufufuko wa Bwana toka jana usiku. Na leo kwa namna ya pekee Yohane anaendelea kutuambia Mariam Magdalene alikwenda kaburini siku ya kwanza ya juma, kungali giza bado, ikiwa ni alfajiri. Amekwenda kutafuta nini? Amekwenda kufanya nini? Hadithi au simulizi la Injili linatuambia walikwenda wakiwa na manukato, wakijua kuwa ule mwili walioukafini siku ya maziko bado uko kaburini, bado uko kaburini. Lakini kwa mshangao mkubwa, anapofika kaburini anakuta jiwe waliloliweka siku hiyo wakiwa na kina Yusufu wa Arimatea halipo kaburini, limewekwa kando. Kwenye lile lango la kaburi kulipokuwa na jiwe halipo, limesogezwa kando. Wakastaajabu, kulikoni? Kuna nini? Mambo haya maana yake nini? Wanajaribu kusogea kuona. Ndani hapo ya kaburi wanakutana na malaika. Jana tumesikia wakiwauliza maswali, najua mnamtafuta Yesu. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Na leo tunaambiwa walipoingia hawakuona chochote,
wakakuta tu vitambaa, bado wana maswali, bado wana hofu. Ni nini kimetokea? Ni nani amefanya tukio hili la kuhamisha mwili wa Bwana? Na ndiyo maana wakarejea au wakarudi kwa mitume, wakaenda wakina Petro, wakaambiwa, tumeenda kaburini, tulioyakuta huko ya ajabu. Lile jiwe kubwa lililokuwa kaburini halipo, liko pembeni. Tumeingia kaburini, Bwana hayumo. Tumevikuta vitambaa. Lakini tulipokuwa tukijiuliza, tukasikia mwaliko, tukasikia mwangu, tukasikia sauti ikinena nasi kwamba mnayemtafuta hayupo, amefufuka. Hawa kina baba wawili tunaambiwa ni Petro na yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu, ambaye hatajwi lakini anafikiriwa kuwa Yohane, wakaondoka mbio kuelekea wapi? Kuelekea kaburini, kwenda kushuhudia, kwenda kuhakikisha, kwenda kuthibitisha kama kile wanachoambiwa na kina mama hawa, Maria Magdalena na wale wengine, kina ukweli. Wamefika pale, wanasema yule mwanafunzi mwingine alikwenda mbio zaidi kuliko Petro, akaingia kaburini, akaona, akatoka. Ana swali moja, hivi habari ya ufufuko ni ya kweli? Alikuwa anajihoji hivyo bila shaka. Akatoka Petro, naye mzee akaingia, naye akaona, akatoka, naye bila shaka alijiuliza, hivi hiki tunachokiona ni cha kweli? Bwana mkubwa huyu yuko wapi? Amepelekwa wapi? Na yule mwanafunzi mwingine akaingia mara ya pili, tumeambiwa, akaingia kaburini, akaona vile vitambaa, akaamini. Swali la kujiuliza au maswali ya kujiuliza, kwa nini anaamini sasa? Kwa nini anaamini sasa? Huko mwanzo hakuamini. Mbona katika hadithi nyingi au masimulizi mengi ya Yesu alipokuwa anajitenga katika vipindi vya faragha, daima aliwachukua Yohana, Petro na Yakobo? Imekuwaje leo mwanafunzi aamini baada ya kugusa vitambaa na kuona kaburi liko tu? Hii ndio hali halisi ya Ukristo, hali halisi ya Wakristo hata leo. Wengi wetu tumejikita, wengi wetu tumegubikwa, wengi wetu tuna msukumo. Hatuamini mpaka tuguse, hatuamini mpaka tuone. Huyu mwanafunzi aliyependwa anatuwakilisha wengi. Imani yetu ina shaka, imani yetu ina maswali, imani yetu ina wasiwasi. Na isivyo bahati, imani yetu imegubikwa na hofu kwamba kile tunachokiamini tuko sawa sawa, tuko sawa sawa. Haya tunayoyaadhimisha tuko sawa, tuamini. Ndiyo maana leo tuna wimbi kubwa sana la watu wanaotafuta miujiza, watu wanaomuona Mungu tu katika miujiza. Anapotenda, anapowagusa kwa miujiza, ndipo wanapomwamini Mungu. Kama hakuna muujiza wote, wanakaa mbali naye, wanajitenga naye, wanakuwa na maswali, tunakuwepo sintofahamu. Hivi Mungu huyu yupo? Mungu ana nguvu? Mungu ana uwezo? Anaweza kutenda yale ambayo akili yangu haiwezi kuyadhania, kuyakamata? Yohana anatuwakilisha wengi. Lakini je, tuendelee kuwa katika hali hiyo? Tuendelee kumtafuta Kristo katika miujiza? Lakini miujiza tunayo mingi, ishara hizi tunazo nyingi. Bila shaka neno zuri ingekuwa ishara, kama Yohane mwenyewe ambavyo anaeleza katika Injili yake, sura ya 2, sura ya 4 na ya 11.
anaeleza juu ya ishara kwamba Kristo ametenda kwa ishara nyingi, na ishara hizi au ishara maana yake ni kiwakilishi kinachobeba maana ijayo au maana iliyofichika. Leo hatuna haja ya kujiuliza uwepo wa Mungu, makuu ya Mungu, uwezo wa Mungu. Kama ni kugusa ili tuamini, tunamgusa Kristo katika fumbo la Ekaristi. Ndipo ambapo tunaadhimisha mateso yake, kifo chake na ufufuko wake. Kama hatuamini kwamba kweli Kristo aliteswa, akafa, akafufuka, hatuna sababu ya kushiriki adhimisho la Ekaristi Takatifu. Lakini kwa sababu tunaliadhimisha kila siku, tunaadhimisha mateso yake, tunaadhimisha kifo chake, tunaadhimisha ufufuko wake. Kama Yohane aliona, akagusa, akaamini, tuna kila sababu na sisi ya kuamini kwamba Kristo alifufuka, kwa sababu tunaona katika fumbo hili la Ekaristi, katika maumbo haya mkate na divai, tunamuona Kristo ndani yake, tunamgusa Kristo ndani yake. Analotuagiza leo ni kuondoka kwenda kutangaza makuu yake, makuu kama aliyoyatangaza Maria Magdalena. Alikwenda akawahakikishia watu, nimeshuhudia mwenyewe kwamba vitambaa vile na leso ile imezongwazongwa iko kando, kaburi liko wazi. Sina sababu ya kuwa na hofu tena, sina sababu ya kuwa na shaka tena, sina sababu ya kuwa na sintofahamu tena. Ajabu iliyoje! Watu bado wanatamani kuishi maisha ya kale, licha ya kwamba Kristo ametuhakikishia kuwa na maisha ya upya kwa uzima tulio nao sasa. Bado watu wanatamani kurudisha jiwe kaburini, kwa sababu wanaishi katika maumivu, wamekata tamaa. Tumekwisha pewa habari mpya, hatupasi kuendelea kuwa katika maumivu. Tumepewa tumaini angavu, hatupasi kuendelea kuwa katika taabu na mahangaiko. Tufahamu kwamba mahangaiko, taabu, maumivu, dhambi, kifo kina mwisho. Ndio maana jiwe limeondolewa kaburini. Mwenyezi Mungu ametuacha tuwe watu huru. Jawabu tunalopaswa kuwa nalo sisi ni hakika kwamba Mungu wetu ameshinda kifo, Mungu wetu ameshinda mauti, Mungu wetu ameshinda dhambi. Na kama ametushindia dhambi, ameshinda kifo, ameshinda mauti, hatuna sababu ya kuendelea kuishi katika hali ya unyonge. Hatuna sababu ya kuendelea kuishi katika hali ya huzuni. Tufurahi kwa sababu Kristo Pasaka wetu amekwisha chinjwa sadaka na kutolewa. Tuile karamu yake, tufurahi na tuimbe haleluya, haleluya.